Leo hapa ni hatua kubwa ya utekelezaji wa sera hii ya elimu na mafunzo. Programu hii ya Mama Samia ya utambuzi na urasimishaji wa ujuzi ni utekelezaji wa sera hii, na sera hii ina msukumo mahususi wa rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Nyote mtakumbuka wakati alivyoapa kuwa rais wa nchi yetu, hata mwezi haukupita alianza kuzungumzia swala la ujuzi na swala kuhakikisha kwamba tunatoa elimu ambayo kweli inakidhi matakwa ya vijana wetu, elimu ambayo inahakikisha vijana wanakuwa na ujuzi, wanaweza kuajiriwa na kujiajiri. Na ni yeye aliagiza mapitio makubwa ya sera ya elimu na mitaala yetu, na alilenga zaidi vijana. Ajenda ya vijana kwa rais wetu ilianza mwezi ule ule wa kwanza alipoanza kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mara nyingi mmemsikia wenyewe akitamka na kuagiza na kuelekeza na kufuatilia na kutusimamia kuhakikisha kwamba kweli hatimaye tunapata sera ambayo pamoja na mambo mengine mengi inatambua umuhimu wa kurasimisha ujuzi kama vile ambavyo programu hii sasa inafanya. Kwa hapa napo sisi kama wizara, hasa kupitia kwa VETA, tunatekeleza maelekezo ya rais wetu ya kuhakikisha kwamba ajenda ya vijana inakuwa juu sana na inahakikisha inakidhi mahitaji yao hasa ya ajira na kujiajiri. Kwa hiyo la kwanza kabisa napenda kuwapongeza sana kwa dhati bodi ya VETA na management na watumishi wa VETA, kwanza kwa kupendekeza kwamba programu hii iitwe Mama Samia, kwa kutambua kwa kweli yeye amelisemea jambo hili, na pengine watu watasahau. Kwa sisi tunaamini kwa kulipa jina hili tutakumbuka. Mwezi mmoja tangu wape kuwa rais, nakumbuka ilikuwa tarehe 6 mwezi wa 4, tulikuwa Ikulu Dar es Salaam, alikuwa anapitia wizara moja moja. Tena mimi nilikuwa siko wizara hii, na alivyoenda wizara ya elimu alitumia muda mrefu sana kuzungumzia umuhimu wa ujuzi ambao utamsaidia kijana kuajiriwa na kuajirika kirahisi. Imekuwa ni ajenda yake mpaka sasa hivi ameunda wizara ya vijana kuhakikisha kwamba swala hili la vijana, ajenda ya vijana ambalo ni mtambuka, kila wizara inaizingatia chini ya usimamizi wa wizara iliyo chini ya ofisi yake yeye mwenyewe. Kwa hiyo nawapongezeni sana bodi ya VETA na management ya VETA kwa kupendekeza jina hili, kwa kumwenzi rais wetu na kuonyesha kwamba ajenda yake kwa kweli sisi ambao ametuagiza tufanye kazi hii tunaitilia maanani. Vile vile napongeza kwa dhati bodi ya VETA, management na watumishi wote wa VETA kwa kazi kubwa wanaoendelea kuifanya, na kupitia programu hii wamelenga vijana 80,000 ifikapo Juni 2027. Hii si takwimu tu, bali ni maisha ya vijana 80,000 yanayobadilika, ndoto za vijana 80,000 zinazopewa uhalali, na nguvu kazi za vijana 80,000 inayoenda kutambulika na hivyo kwenda kutambuliwa katika uchumi wetu na kuweza kujiajiri au kuajiriwa. Na kama tulivyoona hapa, wengi ambao wamerasimishwa, wale ambao tumewasikia hapa, wameanzisha shughuli zao na wameanza kupata tenda, wanazalisha na maisha yanasonga mbele. Kwa hiyo ajenda ya vijana inaenda vizuri. Kwa kupitia programu ya Mama Samia utambuzi na urasimishaji ujuzi tunayoizindua leo, jamii yetu inapata fursa ya kushuhudia mageuzi makubwa katika mfumo wetu wa elimu, kutoka mfumo unaotambua vyeti pekee vya elimu inayotolewa rasmi kwenda mfumo unaotambua ujuzi, uwezo, vipaji na mchango halisi wa Mtanzania katika ujenzi wa taifa. Baadhi ya ujuzi kwa kweli unatokana na vipaji ambavyo si rahisi kuvifundisha darasani. Wale wenye vipaji ambao wamejiendeleza vizuri kwa kufanya kazi wanapata fursa ya kutambuliwa na kupata vyeti ambavyo kama sera inavyosema vinaweza kwa kufuata vigezo vinavyotambulika wanaweza kaendelea
kusoma katika ngazi nyingine za elimu kwa kutumia vyeti hivi, lakini muhimu zaidi vyeti hivi vinawapa uhalali wa kuweza kupata kazi mbalimbali, kupata tenda mbalimbali na kufanya kazi zao vizuri zaidi. Na kuanzia kama tulivyoambiwa tarehe 7 hadi tarehe 29 mwezi Aprili 2026, vijana tayari 14,400 kutoka mikoa 11 wamepata fursa ya kujiandikisha kwa lengo la kurasimisha ujuzi. Kwa mikoa iliyoanza sasa hivi ni mkoa wa Dar es Salaam, Kilimanjaro, Arusha, Tanga, Dodoma, Singida, Manyara, Shinyanga, Tabora, Simiyu na Kigoma. Na mikoa mingine inaendelea katika duru inayofuata. Hii ni hatua ya kimkakati ya kuhakikisha maendeleo hayabaki kwa makundi ya baadhi ya vijana waliopata fursa ya kupata mafunzo rasmi kwenye vyuo na taasisi mbalimbali za elimu, bali yanawafikia Watanzania wote katika makundi mbalimbali waliomo. Kupitia programu ya Mama Samia Utambuzi, tunasema kwa sauti moja, ujuzi ni mali, ujuzi ni mtaji na ujuzi ni nguvu ya taifa. Hivyo vijana wenye ujuzi waliojifunza nje ya mfumo rasmi wajitokeze kutathminiwa na kurasimishiwa ujuzi wao. Serikali inatambua kwamba kumpa kijana cheti cha ufundi stadi sio tu kumpa karatasi, ni kumpa hadhi, ni kumpa sauti na kumfanya atambulike, ni kumpa nafasi ya kushindana katika soko la ajira na ni kumfungulia milango ya fursa ndani na nje ya nchi hii. Narudia tena, swala hili ni swala la ujuzi, ni swala la vijana, ni ajenda ya vijana, ajenda ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, inatekelezwa kwa vitendo na sio kwa maneno. Programu hii inaratibiwa kimkakati kwa lengo la kuhakikisha mafundi wetu wanaotaka kurasimisha ujuzi hawalazimiki kusafiri umbali mrefu ili kurasimisha ujuzi. Huduma itawafuata walipo. Anachotakiwa fundi ni kuwasilisha maombi ofisi za halmashauri ama chuo cha VETA kilichopo karibu. Hii ndio serikali inayojali, inayosikiliza na inayotatua changamoto kwa vitendo, changamoto za vijana. Napenda kusisitiza kwa msisitizo mkubwa kwamba programu hii imefadhiliwa kikamilifu na serikali. Hivyo hakuna fundi atakayelazimika kulipia gharama yeyote. Hakuna ada katika utaratibu wa kurasimisha. Huu ni moja ya uwekezaji wa serikali wenye lengo la kukuza maendeleo ya sasa na vijana ya vizazi vijavyo, ikiwalenga vijana wenye ujuzi usio rasmi. Natoa wito kwa waajiri kuwa tayari kufanya kazi na vijana, hasa vijana hawa ambao ujuzi wao utarasimishwa na VETA kupitia programu ya Mama Samia ya utambuzi na urasimishaji ujuzi. Vyeti vya ufundi stadi vinavyotunukiwa kwa kundi hili la vijana ni kutokana na umahiri wao katika stadi mbalimbali na kukidhi vigezo vilivyoainishwa katika miongozo ya NACTVET, na Dr. Mwajuma yuko hapa, sambamba na mahitaji ya kitaaluma kwa vigezo vilivyowekwa na VETA. Na nieleze hapa na nimeulizia, sio kwamba tu ukiwa na ujuzi ukija unarasimishwa na kupata cheti. Wanakufanyia tathmini, na mahali ambapo kuna mapungufu kama tulivyosikia wanakusaidia, na wakiona ujuzi wako hautoshi wanakuandalia utaratibu, unaweza kaingia kwenye mafunzo ya miezi 3 au na kadhalika ili uweze kupata cheti. Kwa hiyo cheti hiki hakitolewi tu kwa sababu tayari una ujuzi ambao haujakidhi vigezo. Taratibu ambazo zinazingatia utaratibu wa NACTVET zitaendelea kuzingatiwa, lakini kazi ya VETA, na nawashukuru sana, wanasema wakikuta kwa mfano ujuzi wako umefanya kwa mwaka mmoja tu, kwa hawadhani kwamba una uzoefu wa kutosha, wanakuandalia utaratibu wa kuwezesha uweze kupata umakini katika ujuzi ule, ili unapopata kile cheti, popote unapofanya kazi, watu waseme naam, hiki ni cheti cha VETA, hiki ni cheti ambacho tunakiamini na tunakithamini uongozi wake. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, sasa natamka kuwa mpango wa Mama Samia na utambuzi na urasimishaji ujuzi nje ya mfumo rasmi wa mafunzo umezinduliwa rasmi. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Ninaomba tupige makofi mazito kabisa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.